Rais wa Marekani Donald John Trump ametangaza kuwa helikopta ya kivita ya Marekani aina ya Apache AH-64 ilidunguliwa katika eneo la Mlango Hormuz baada ya kile alichodai kuwa ni shambulizi lililotekelezwa na Irani dhidi ya jeshi la Marekani wakati wa operesheni za doria za kijeshi. Kupitia taarifa yake rasmi, Trump amesema kuwa alipokea taarifa kutoka kwa wanajeshi wa Marekani kwamba usiku wa kuamkia leo Jumanne Juni 9 mwaka 2026, moja ya helikopta za kisasa zaidi za kijeshi za Marekani ilidunguliwa wakati ikifanya doria katika anga la eneo hilo lenye mvutano mkubwa wa kiusalama. Trump amesema kuwa helikopta hiyo ilikuwa ikifanya operesheni ya kawaida ya ulinzi ya ufuatiliaji juu ya Mlango Hormuz, njia muhimu ya kimkakati inayounganisha Ghuba ya Uajemi na Bahari ya Oman, ambapo sehemu kubwa ya biashara ya mafuta duniani hupitia kila siku. Kwa mujibu wa rais huyo, marubani wawili waliokuwa ndani ya helikopta hiyo waliokolewa salama mara baada ya tukio hilo na hawakupata majeraha yoyote licha ya mazingira hatari yaliyozunguka tukio hilo. Katika tamko lake, Trump alieleza kuwa tukio hilo ni jambo kubwa la kiusalama kwa Marekani na haliwezi kupuuzwa. Amesisitiza kuwa licha marubani kuokolewa salama, Marekani inalazimika kujibu tukio hilo kutokana na uzito wa kushambuliwa kwa mali ya kijeshi ya taifa hilo. Kauli hiyo imeibua tafsiri kwa Washington inaweza kuwa inapanga hatua za kijeshi au kiusalama dhidi ya Iran katika muda mfupi ujao. Helikopta ya Apache inayozungumziwa ni moja ya helikopta zenye uwezo mkubwa zaidi katika jeshi la Marekani, ikiwa na uwezo wa kufanya mashambulizi ya ardhini, upelelezi wa kivita pamoja na operesheni za ulinzi katika maeneo yenye hatari kubwa. Mara nyingi hutumika katika mazingira ya mapigano makali kutokana na uwezo wake wa kubeba silaha nzito, kushambulia malengo kwa usahihi mkubwa na kuhimili mashambulizi katika mazingira magumu. Tukio hili limeongeza wasiwasi mkubwa katika Mashariki ya Kati, hasa kutokana na ukweli kwamba Mlango Hormuz ni moja ya maeneo nyeti zaidi duniani kwa biashara ya nishati. Takriban sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa kimataifa hupita katika njia hiyo nyembamba ya bahari. Hivyo mvutano wowote wa kijeshi unaweza kuathiri bei ya mafuta duniani, biashara ya kimataifa na usalama wa mataifa mengi yanayotegemea mafuta kutoka Ghuba ya Uajemi. Mvutano kati ya Marekani na Iran tayari ulikuwa umeongezeka katika siku za hivi karibuni kufuatia mfululizo wa mashambulizi ya makombora, operesheni za kijeshi zinazohusishwa na Israel pamoja na tahadhari za usalama zilizotolewa na mataifa ya Magharibi katika eneo hilo. Kauli ya Trump sasa imeongeza uwezekano wa hatua mpya za kijeshi, hasa baada ya kusisitiza kuwa Marekani kwa lazima italazimika kujibu shambulizi hilo. Hadi sasa Iran haijatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo ya kudungua helikopta ya Marekani, jambo linaloacha maswali mengi kuhusu mazingira halisi ya tukio hilo. Pia bado haijaweka wazi iwapo helikopta hiyo ilidunguliwa moja kwa moja kwa kombora la kujihami na ndege ilikumbwa na hitilafu ya kiufundi kabla ya kuanguka au kama kulikuwa na mazingira yaliyosababisha tukio hilo. Iwapo Marekani itachukua hatua ya kulipiza kisasi kama alivyoashiria Trump, hali inaweza kugeuka haraka na kuingiza eneo la Ghuba katika awamu mpya ya mapambano ya moja kwa moja kati ya Washington na Tehran, jambo ambalo wachambuzi wengi wanaona linaweza kuwa na athari kubwa si tu kwa Mashariki ya Kati bali pia kwa uchumi wa dunia na usalama wa kimataifa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.